Ninayoripoti kutoka wilayani Newala mkoani Mtwara, ambapo tarehe 21 ya mwezi wa 7 ya mwaka 2026, Waziri wa Nishati Mheshimiwa Deogratias Ndejembi ameweka jiwe la msingi na kukata utepe kuzindua mradi wa ujenzi wa njia maalum ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 33 yenye urefu wa kilomita 76 kutoka kituo cha Switching Masasi hadi Newala. Twende tukatazame kile kilichojiri katika hafla ya uzinduzi huo, ambapo umehudhuriwa pia na viongozi mbalimbali wa serikali, Chama cha Mapinduzi, akiwamo mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi, katibu mkuu wa Wizara ya Nishati anayeshughulikia umeme na nishati Mhandisi Mramba, mkurugenzi mtendaji wa Shirika la Umeme Tanzania TANESCO Bwana Razalo Twange, pamoja na wataalamu wengine na wananchi kutoka maeneo tofauti ya wilaya Newala na maeneo jirani ambao wamejitokeza kwa wingi kushuhudia uzinduzi wa mradi wa ujenzi wa njia maalum ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 33 kutoka Masasi mpaka Newala. Mimi naitwa Blenga na urefu wa njia ya kusambaza umeme wa kilomita 1700, changamoto yoyote ikitokea popote, management yake ni ngumu sana. Kwa ndio maana ndugu zetu na wateja wetu wa huku mlikuwa mnaona umeme unakatika mara kwa mara, wakati fulani mnapata umeme kwa kiwango cha chini kuliko mahitaji yenu, sababu ilikuwa ni njia iliyokuwa inatumika kutoa umeme Mtwara kuileta hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, maelekezo yako na maelekezo ya serikali tulifanya tathmini ili kuweza kuboresha huduma zetu. Tunao njia yetu nyingine ambayo ni njia maalum, dedicated line, kutoka kituo cha kupoza umeme cha Maumbika kuja Masasi, umbali wa kilomita 130. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia njia hiyo tuliamua sasa kuandaa mradi wa kutekeleza njia ya kusambaza umeme kutoka Masasi kuja Newala, umbali wa kilomita 76. Njia hiyo ni njia maalum, haiingiliwi na mteja yoyote. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninayo heshima kujulisha kwamba badala ya kazi hii kukamilika kwa miezi 12, ETDCO wamefanya kazi hii kwa miezi 7 na wamefanikiwa kukamilisha mradi huu na kuwasha laini mwezi Mei mwaka 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, faida baada ya mradi huu kukamilika ni kupungua kwa matatizo ya umeme katika kwa umeme, wateja wetu wa Newala kupata umeme wa kiwango cha chini, na sisi tumeanza kuona mafanikio. Naamini yameshaanza kuonekana kwa wateja pia. Awali kwa wastani wa kawaida watu wa Newala walikuwa wanatumia kiasi cha megawati 3, lakini baada ya kuwasha laini hii sasa hivi memory zetu zinaonyesha watu wa Newala wanatumia megawati 3.8. Tunashukuru sana watu wa Newala. Asante. Kwa Mtwara unapata umeme kutoka kituo cha kuzalisha umeme kwa kutumia gesi asilia, yaani Mtwara Gas Power Plant MGPP, kikiwa na uwezo wa megawati 30.4, yaani installed capacity, na pia kituo cha kuzalisha umeme kwa kutumia gesi asilia Mtwara namba 2, kikiwa na uwezo wa megawati 40 kama walivyoelezea wataalamu. Aidha, mkoa unapata umeme kutoka gridi ya taifa kutokea Songea kupitia Tunduru kwa laini ya msongo wa kilovoti 33 ambao sasa utatumika kwa baadhi ya maeneo ya wilaya ya Nanyumbu. Mheshimiwa Waziri, miradi mbalimbali imeendelea kutekelezwa katika mkoa wa Mtwara. Alieleza vizuri sana historia yake katibu mkuu, ili kuweza kuboresha na kuimarisha upatikanaji wa umeme. Miradi hii inahuisha matengenezo ya miundombinu chakavu pamoja na miradi mipya ya usambazaji wa umeme na uboreshaji wa umeme, hasa maeneo ambayo wateja wa umeme wanapata umeme mdogo. Mheshimiwa Waziri,
Mkoa wa Mtwara una jumla ya vijiji 785 na vitongoji 3432. Kati ya vijiji hivyo, vijiji vyote 785 vimepata umeme, lakini vitongoji 2923 vina umeme pia. Aidha, tunashukuru serikali kwa kuendelea kufanya jitihada ili kuhakikisha vitongoji vyote vilivyobakia vinapata huduma ya umeme. Pamoja na hilo, Mheshimiwa Waziri, tunashukuru kupitia TANESCO Mtwara tumepokea vitendea kazi vya usafirishaji vikiwemo magari 11, bajaji 4, pikipiki 9. Tunaamini vitendea kazi hivi vitaboresha utoaji wa huduma ya umeme kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Waziri, wananchi wa mkoa wa Mtwara tunaendelea kuishukuru serikali na Wizara ya Nishati kwa jitihada zilizofanyika katika kufanikisha upatikanaji wa mtambo wa megawati 20 kwa ajili ya kituo cha uzalishaji wa umeme cha hiari. Ukisikiliza historia ya hapa Newala, miezi 6 tu iliyopita, mwanzoni mwa mwaka huu, wana Newala ilikuwa wakiwa wanaangalia Yanga, sijasema wale wengine, wakiwa wanaangalia mpira wa Yanga, wakiwa wanaangalia timu ya taifa, saa zingine unakuta umeme unakatika, wakirudi wanakuta tayari Pacome kashafanya ya kwake. Saa zingine wanataka kupata taarifa, ndio mimi mwananchi, saa zingine wanataka kuangalia habari, wakati taarifa ndio inaanza umeme unakatika. Kilio hiki kilifikishwa na wawakilishi wenu, waheshimiwa wabunge wa majimbo pamoja na viti maalum katika serikali sikivu ya Daktari Samia Suluhu Hassan, na kwa maelekezo yake Daktari Samia Suluhu Hassan alituelekeza Wizara ya Nishati kuhakikisha ya kwamba tunatatua tatizo hili mara moja. Tulipata fedha zaidi ya bilioni 4.5 kuweza kujenga laini ambayo itatoka moja kwa moja Masasi kuja hapa Newala, laini ambayo haitotoa matoleo yoyote kwenye eneo jingine. Itakuja kilomita 76 mpaka hapa na kupokelewa na kisha kuanza kusambaza umeme. Na leo hii nikiwauliza wana Newala, kazi mmeiona hamjaiona? Hiyo ndiyo kazi ya serikali yenu sikivu, kusikiliza kero za Watanzania na kuzitatua. Leo hii mwana Newala kwake umeme si anasa. Mwana Newala wa mjini na vijijini, umeme kwake ni hitaji la msingi ili aweze kufanya biashara yake vizuri, ili pale alipojiajiri, kama ni welding, kama ni nini, aweze kuwa na uhakika wa kufanya kazi yake. Kama ni kwenye elimu, una uhakika watasoma mpaka usiku, taa zitawaka. Kama ni kwenye hospitali, kwenye tiba, una uhakika vifaa vitafanya kazi usiku na mchana, ili wana Newala, wana Mtwara waweze kupata huduma ya uhakika. Na leo tumekuja kuzindua ili huduma hiyo iwe inapatikana. Ndugu zangu wana Newala, hii ni hatua ya kwanza ya kazi kubwa na uwekezaji mkubwa ambao unafanywa na serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha mikoa ya Lindi na Mtwara inaingia kwenye gridi ya taifa. Hivi tunavyozungumza, na jana nilikuwa huko na timu yangu yote, katibu mkuu, MD wa TANESCO na timu nzima, tulikuwa Tunduru. Ujenzi wa laini kwa ajili ya kuingiza mikoa hii miwili kwenye gridi ya taifa unaendelea. Kilomita 214 kutokea Songea Tunduru. Mpaka sasa tunavyozungumza, mkandarasi yuko site, anasuasua kidogo, alitaka muda ongezewe mpaka Disemba mwakani 2027. Jana pale tukiwa site nimekataa, nimemwambia wana Mtwara, wana Lindi wanataka umeme haraka.
Kadri mkataba wake unavyosema ndivyo tutavyosimamia ili amalize kazi ile, kuweza kuhakikisha nguzo zinasimama, waya zinawekwa, ili tuweze kufikisha umeme ule kwenye substation ya Tunduru ambayo inajengwa. Na kutoka Tunduru kuja Masasi kuna kama kilomita 176, na zenyewe tumemtaka aanze kazi mara moja ya kuchimba mashimo kwa ajili ya kuweza kuweka nguzo zile ili umeme ule uweze kufika pale Masasi. Na hivi karibuni wenzetu wa TEDCO waliofanya kazi nzuri kutoka Masasi kuja hapa Newala ndio ambao wamepatiwa kazi ya kutoa umeme Masasi kupeleka kwenye kituo kikubwa cha Maumbika, ambapo tutakuwa sasa tumeingiza mikoa hii miwili katika gridi ya taifa. Ndugu zangu wana Newala, wana Mtwara, wabunge wenu ni mwanzo wa mwaka huu waliomba kikao maalum na Wizara ya Nishati, na tulikaa nao kina Katani hawa, kina Chikota, kina Nawanda, kina Mtima, viti maalum wakiwepo na dada yetu Okororo. Tulikaa nao tukawasikia kilio ya kwamba Mtwara sasa inakuwa hitaji la umeme wa uhakika ni kubwa, na Daktari Samia Suluhu Hassan tulipomfikishia kilio hicho alitoa bilioni 33 kwa ajili ya mkandarasi yule aweze kulipwa, na ndio tumeenda kukagua kazi ya fedha hiyo. Kwa hiyo kuna mambo makubwa ambayo yanakuja. Huu ni mwanzo tu kuhakikisha kwamba umeme unakuwa ni wa uhakika katika mkoa wa Lindi na Mtwara.